Topic ambayo tunazungumzia ni kutunza madhabahu part 2. Tunza madhabahu. Tunaizungumza part 2 na Bwana Mungu atubariki. Tusomewe Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Waefeso mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 3 mpaka 14. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na urathi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake, tunao ukombozi wetu, samaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzindishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Amen. Alafu tusomee kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 mstari wa 9. Wakati huo ni wakati Daudi ana hand over the kingdom to their son. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Haleluya. Daudi anamuhusia mwanawe mausia, anamuelekeza kwamba kile kitafanya afanikiwe ni kutunza uhusiano wake na Mungu, na anamuelekeza vizuri na anampea onyo kwamba ukimwacha Bwana, Bwana atakuacha. Bwana Yesu ainuliwe. Na anamwambia tunza kusijua njia za Bwana na kuendea kwa njia zake. Na Bwana anamjulisha kwamba Bwana anatafuta moyo ulio na hitaji la Mungu. Kuna moyo unahitaji Mungu. Unasikia hiyo moyo anahitaji Mungu. Anamwambia Mungu usunguka akitafuta ile moyo ambaye inahitaji Mungu kabisa. Si kumwabudu kwa sababu ni siku ya kumwabudu. Si kumwabudu sababu ni wakati umefika kumwabudu. Ni kumwabudu sababu unamuhitaji. Yaani moyoni unamuhitaji. Unatafuta sababu unamuhitaji moyoni. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo Daudi hakuambia mwana wake kwamba atunze mashamba yake ama atunze mfugo wake,
lakini anamwambia tunza njia za Bwana, sababu Daudi alijua ikiwa mwanawe atatunza njia za Bwana hatakuwa na kibali na atakuwa na uweza na atakuwa na vitu vyote ambavyo anavihitaji maishani. Na hii ndiyo njia Suleimani aliendea na alifanikiwa. Unajua, Suleimani hakupungukiwa na mambo ya shamba ama mali ya dunia, sababu alikuwa ameelekezwa kutunza uhusiano wake na Mungu. Na kuna vitu nataka tusikie, sababu kitabu cha Waefeso kimetufundisha ile dhabihu imefanywa ili mimi na wewe tuweze kukaribia Mungu na ili tuweze kukua na utayari wa kutumikia Mungu. Na kwa hivyo tukiangalia hii mlango wa 9, hii Mambo ya Nyakati, Daudi akiambia Suleimani, kuna vitu kadhaa hapo sinajitokeza. Cha kwanza ni unaona, kitu cha kwanza anamuonesha umuhimu wa kumjua Mungu. Kumjua. Kwa hivyo kumjua ni kitu cha kwanza. Ufanye juu chini kumjua. Na sisi tuna nafasi nzuri sana ya kumjua Mungu, sababu hatuhitaji wakati mkubwa wa kuambiwa na mtu. Tunahitaji wakati mkubwa wa kusoma Biblia. Tusikie Mungu alienda haji na Ibrahimu, alienda haji na Nuhu, alienda haji na Abiri, alienda haji na nani, alienda haji na Isaka, alienda haji na Daudi, walikaa namna gani? Chunguza kumjua Mungu, kitu cha kwanza. Chunguza kumjua Mungu. Kumjua, kila mtu hapa anaweza kutamani na anaweza kupata hiyo njia, sababu ukiwa uko na Biblia na uamue utakuwa ukisoma Biblia kila siku, utapata ile kumcha Mungu kumeanza kujengeka ndani yako, na utapata umeanza kumjua, sababu kumjua Mungu kunaanza na kumcha. Biblia inasema tukimuogopa Mungu, hata ikawa haimaanishi tumuogope tutoroke, lakini tukimuogopa ile ya kumtetemekea, tutamjua. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Na kwa hivyo kumjua kunatokana na bidii yako ya kumtaka. Kitu cha pili kinajitokeza, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Kumtumikia kwa moyo mkamilifu ndio kitu cha pili. Na uwezi tumikia Mungu kwa moyo mkamilifu kama hujamjua. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Na unajua, uhusiano ndio unafanya tuwe na product nzuri. Uhusiano katika kila jambo ambalo tunalofanya ndio inafanya tuwe na kitu kizuri kitakachotokea. Sababu popote ambapo utakuwa na uwe hauna uhusiano mzuri, kile unachokifanya huenda utakijua vizuri. Na ni vizuri sana kujua kujenga uhusiano. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo wakati tunahimizwa tumjue, then tumtumikie. Tukiwa tumemjua, tutamtumikia, na tutamtumikia kwa njia nzuri sana, ambayo njia ambayo ni kusudi lake. Unajua, tunaweza kuja hapa tufanye mambo na tuonekane kana kwamba tumetumikia Mungu, ama hisia zetu situambie tumetumikia Mungu, lakini tunahitaji kwanza kumjua. Bwana Yesu ainuliwe. Tunajua Mungu atakangi hili, aendangi ni njia hii, atakangi watoto wake wakae hivi, anatakanga hivi, Mungu utembea na mtu akiwa hivi. Ukishajua hiyo information, you can now begin to serve God. Lakini huwezi anza kusafu Mungu kama hujamjua. Bwana Yesu ainuliwe. Sawa sawa na wakati ule tunaenda kuuliza kasi, na tunapopewa kasi ya ajira, tunaulizwa kitu kinaitwa experience. Umefahamu hii kasi kwa kiwango kipi? Na unaweza kupata kasi rahisi ukiwa uko na ufahamu wa hiyo kasi kuliko masomo ya hiyo kasi. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo ufahamu ni kitu muhimu sana katika uhusiano wako na Mungu, na kila mtu anaweza kujitafutia nafasi ya kupata ufahamu wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Ukisoma Biblia alafu urudi usikise mafunzo yanayofunzwa na watiliwa mafuta wa Mungu, utaweza kuanza kupata ufahamu. Na ukianza kupata ufahamu, utaweza kumtumikia Mungu, sababu sisi wote ni wahuduma, lakini tunatumikia Mungu katika njia tofauti
Bwana Yesu ainuliwe. Hakuna Mkristo yote ameokoka ambaye si mtumishi, na ndio sababu Matthew 28 inasema hivi 18, wote watakaookoka na wabatiswe na wataokolewa, na wanasema enendeni kote mkiwafanya wote mitume. Wote. Bwana Yesu ainuliwe. Enendeni kote mkiwafanya wote mitume. Kwa hivyo ni ile saa zingine hujaweza kumjua Mungu ili ufahamu ile kasi ambayo umeitiwa ama ile kasi umepewa katika ufalme wa kiroho. Lakini ukweli ni kwamba wewe ni mfanyikazi pamoja na Kristo. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo kumjua ndio ukurasa ule utafungua kumtumikia. Hauwezi mtumikia kama hujamjua. Ni ngumu sana kufanya kazi ambayo hujaijua. Ni ngumu sana kufanya kazi na mtu ambaye hujamjua. Mnaanzishanga uhusiano, mnajuana ndiposa muweze kuambatana pamoja kwa kazi. Bwana Yesu ainuliwe. Na ni vizuri mfahamu kwamba uhusiano unatangulia kabla ya kazi kuanza. Vitu mingi tunaviharibu sababu ya kutojua. We don't have information of that thing. Na chochote ambacho hauna ufahamu wacho ni rahisi sana kukipoteza, na chochote ambacho una ufahamu wacho ni rahisi sana kukitunza. Kwa hivyo Biblia inaposema mjue Bwana Mungu wako, Daudi anamwambia mwanawe, piga mbio kumjua. Mtafute, umjue, then umtumikie. Pointi ya 3 ni moyo. Na kwa nia ya kumkubali. Nia, angalia, nia ya kumkubali. Yaani si kwenda kanisa, si kwenda kuimbiza, si kwenda kuongoza hicho kikundi. Una nia ndani yako ya kumkubali. Kumbuka wiki iliyopita tulikuwa tukizungumzia dhamiri safi. Na dhamiri safi ndio bado hujenga nia. Nia yako inakuwa so strong sababu ya dhamiri safi. Ile kitu uko na nia safi unakifanyanga bila kubabaika, sababu una nia. Kwa mfano, una nia ya kupika chakula cha jioni. Unaona? Hapo hata uamushi, unajituma. Unaenda sokoni unanunua hii na hii na hii, umejituma sababu una nia, una lengo. Na hilo lengo umeliandaa ndani ya moyo kabla hujaanza kutoka na kwenda kununua vitu. Kwa hivyo una utayari. Bwana Yesu ainuliwe. Na kumbuka katika kitabu cha Efeso 10 tunaambiwa tuwe na utayari wa injili ya Yesu. Na huo utayari uwe miguuni. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo nia ni kitu muhimu sana. Ikiwa umekuja kwa ibada ukiwa na nia ya kumfanyia Mungu ibada, hiyo ibada tayari imeshapokelewa. Lakini ikiwa umekuja kanisani ukiwa hujatayarisha nia, dhamiri yako haija kutayarisha kwamba hii ni siku ambayo unaenda kukutana na baba yako, unahitaji kufanya ibada mbele zake, basi nia ya ibada si nzuri. Na utaona tunaweza kuambiwa ni wakati wa neno, unaona mwingine anatoka nje sababu dhamiri haikuandaa nia, hayuko katika nia ya ibada. Si kama ushaiona ni wakati wa jambo fulani mtu anaenda opposite, ni nia, hana nia ya hiyo. Na kwa hivyo hata huyo mtu ukimlazimisha, we rudi kaa chini, utamkwasa sababu unamuonesha mambo ya kimwili, lakini ya kindani haukumsaidia kuyatibu ama kuyatayarisha. Hana nia ya kukaa chini asikize neno, na umempata akitoka, na sasa unamrudisha cha nguvu. Utamrudisha akae, lakini bado neno hata alisikia sababu ana nia. Unaona sasa moyo wake yuko tayari kwa hiyo program. Na sijui kama ushaiona unafanya kitu ambacho moyo wako uko tayari kwa hiyo kitu, lazima kitaharibika. Ushaipika mayai ukiwa moyo wako yuko kwa kupika mayai, mpaka unashindwa hii nitaikula ama nitaitupa. Unaona? Nia ilikuwa kupika mayai, nia ilikuwa ama umepika chai na nia ilikuwa kuosha nguo.
So ulipoenda kwa nguo, nia yote ikamwaga mawazo kwa nguo, na ukawa unaosha nguo na unakumbuka mara moja nilikuwa na chai jikoni, na ukienda unapata imemwagika, sababu nia haikuwa kupika chai. Na unajua tuna hiyo tatizo la kushika vitu mbili ambazo hatuna nia nazo. Ni vizuri tufike mahali tuweze tunaweza kuwa na program nzuri ya kile tunachokifanya, nia ya ibada, nia ya kuomba, nia. Si kama ushaienda mkesha wa maombi ama mkutano wa maombi na una nia ya maombi. Hata mtu mmoja akipewa kuongoza ombi fulani, unasema sasa huyu anaongoza ombi refu ya nini? Anakuboo kabisa. Sababu una hiyo nia, huku kuja na hiyo nia. Ulikuja sababu wewe ni member hiyo kikundi ili uweko. Umeona sasa? Uonekane na ni vizuri tufike mahali tujitawale kiasi ya kwamba ukisikia hauna hiyo program kabisa unalala. Sababu ile kitu utafanya ukose usingizi na ukose ibada. Sababu at the end of the day hauna ibada, sababu nia na moyo wa kicho cha maombi au kukuwa umetayarika. Bwana Yesu ainuliwe. Na ni vizuri wewe ukijisikiza, na hata usishinde ukificha. Nasema mimi siku hiyo sikukuwa tayari kwa maombi, kwa sababu sikukuja. Si vizuri ukose vitu vyote, ukose kile umekuja kufanya na upoteze usingizi. Bwana Yesu ainuliwe. Na hivyo ndivyo ilivyo. Vitu mingi tunavyovifanya bila nia ya kukifanya, tunavifanya tu, lakini hasina njia yoyote, asiwezi tufaidi. Jina la Bwana liinuliwe. Si Mungu atusaidia mambo ya nia. Tuangalie cha 4. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Fika tu hapo. Bwana hutafuta mioyo yote. Angalia, unajua tuko wengi. Bwana anatafuta mioyo yote. Akitafuta ni nani akona mafikira ya ibada. Bwana Yesu ainuliwe. Ili sasa anajua ni nani amekuja kufanya ibada na ni nani amekuja ili aonekane kanisani. Bwana Yesu ainuliwe. Si najua sisi wote haikosi kuna siku ushaisukumiwa ukaenda kitu ambacho hakikuwa moyoni mwako, na sasa ulisikia umepoteza muda, umechoka, sababu hiyo jambo haikuwa ndani yako. Hata kama unasafiri usikie na sina moyo wa hii safari, wachana na hiyo safari, sababu itakuchosha na hautakuwa na mafanikio. Na unajua wanadamu hufanya kazi ya bure wakati mwingi sana. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna vitu ambavyo utafanya bila moyo na matokeo ikuwe mazuri. Unaweza kujisukumia kuosha vyombo vya nyumba yako na matokeo itakuwa mazuri, sababu at the end of the day vyombo vimeng'ara. Na hata kama una nia ya vyombo ving'are, ni vizuri vyombo ikuwe vimeng'ara. Haleluya. Especially mtu yule anakaa peke yake, hana mtu wa kumchallenge. Anaweza sema silale hapo kwa sinki. Naona vile Beni anasmaili anasema hapo niliokolewa. Sababu hana mtu wa kumchallenge, mwambia gai unawacha vyombo ilale kwa sink. So anamweka nia. Anaona na kweli vyombo ikilala kwa sinki huwa sina saa mende. Wacha nioshe. Najua wakati mwingi watu wale ukaa peke yao, wakati mwingi ndio watu genuine, sababu wanajituma na kile anafanya kwa kauli ya moyo. Lakini sisi tunakaa 2, 3, 4 tunasukumia watu sana. Si unajua? Bwana Yesu ainuliwe. Tunasukumia watu kufanya, tunasukumia watu kuamuka, unajua? Bwana Yesu ainuliwe. Tunasukumia watu kuoga. Amuka uoge. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini ule mtu ako peke yake, hii sasa kitu nasema anakielewa kabisa. Kuna wakati anasikia sina moyo wa kufanya hiyo. Na kwa sababu hakuna mtu anamuangalia, ana challenge, sema wacha
nijilase. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana usunguka akitafuta mioyo iliyo na nia ya kumwabudu. Unaona sasa? Kwa hivyo ni muhimu sana tufahamu uhusiano wetu na Mungu, personal relationship with God. Ni muhimu sana. Ni kitu muhimu kuliko vitu vyote tunavyofanya. Kabla sijakuja hapa, kile muhimu ni uhusiano wangu na Mungu. Uhusiano wangu na Kristo. Uhusiano wangu ikiwa nina uhusiano mzuri, nimekuja hapa kwa nia. Na katika siku hii kutapatikana mkono wa Bwana sababu nina nia. Bwana Yesu ainuliwe. Na Wakristo, angalia, Mungu alipotaka kuokoa ulimwengu alilete nia yenye value. Akamtoa mwana wake Yesu Kristo, akapigwa, akatindikwa msalabani ili sisi tuwe na wokovu usioweza kubadilika. Wokovu usioweza kuchallenjika. Wokovu usioweza kudivaidiwa. Yaani ile dhambi ilifanywa ni dhambi haiwezi pelekwa kotini wala haiwezi rudiwa wala hakuna mtu anaweza kuichambua ili ai-challenge. Na huyo ni Baba ambaye mwenye uwezo wote, lakini anatumia njia kutuonesha ni vizuri tuwe tunatengeneza njia za haki wakati tunateliva kitu ama wakati tunafanya kitu, ili hicho kitu tuwe na haki ya hicho kitu. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo Bwana usunguka akitafuta moyo ulio na nia ya ibada nzuri. Kwa hivyo ibada haianzi kwa kuimba, ibada haianzi kwa kukalia kiti, ibada ilianza ukiwa kwa nyumba. Uliposema naenda leo niko na ibada mbele za Baba yangu na Mungu wangu. So ile nia ilifanya all the way ukuje baka hapa. Hiyo nia ni kitu muhimu sana. Nia ndio ufanya mtu aanze kufunction. Unajua wiki iliyopita tulijifunza dhamiri, sasa tunajifundisha nia. Nia ni hatua. Nia ndio uwezo wa hatua. Bwana Yesu ainuliwe. Hakuna hatua kama nia haijaruhusika kufunction. Bwana Yesu ainuliwe. So ukiangalia Ephesians, kitabu hiki cha Ephesians kinatuonesha utajiri ule wote tuko nayo. Na ni utajiri mkubwa sana. Ni utajiri mwingi sana na ni utajiri wa ajabu sana. Na hii kitabu ni kitabu ambacho wakati mwingi napenda kukisoma sababu kinanisungumzia na njia ya kipekee sana. Kitabu cha Waefeso na cha Wakolosai ni vitabu mbili ambavyo vina uelekevu mkubwa sana katika kazi tunayoifanya ya Mungu na katika ibada ambazo tunamtolea Baba. Sababu hii inatuonesha utayari, kazi iliyofanywa na kusudi na ile nguvu iliyowekwa na ile uwezo iliyowekwa. Na ikiwa Suleimani haliongeleshwa tu na baba yake na akasikia. Leo Kristo anatuongelesha kupitia Waefeso 1:3 na anatuelekeza vile tutakuwa na nia nzuri ya kuabudu, nia safi. Inasema hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Angalia, kwa baraka zote za rohoni. Umeona Suleimani alipewa baraka na baba yake kwamba afuate Mungu, atafute Mungu, amjue, na kwamba Mungu hutaka moyo ulio na nia ya utayari. Na alipofuata hiyo njia, tunaona Suleimani akifanikiwa kwa mambo mengine. Lakini sasa hapa nataka ukujulisha tuko na neema zaidi ya Suleimani. Na usiniulize kwa nini hatuna utajiri zaidi ya Suleimani. Nitakujibu ni usembe wetu. Tuna neema zaidi ya Suleimani. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu hapa tunaoneshwa kwamba tumepewa baraka zote za ulimwengu wa roho. Na unajua maisha ni ya ulimwengu, ama life is spiritual. Angalia, baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Kwa hivyo nia
Hile iko hapa, tunaonyeshwa ni kwamba tuwe na nia ya kumjua Kristo. Tuwe na nia ya kumjua Kristo. Sababu baraka zote za ulimwengu wa roho ambazo tumepewa na Baba, tumepewa katika Kristo Yesu. Kwa hivyo kama vile Daudi anamuelekeza mwanawe amjue Mungu na amwachilie moyo ili autawale, hapa ndipo tunapewa nafasi tumjue Kristo na tukubali Kristo atuelekeze. Mstari wa 4 anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Unaona? Hii sisi kuwekwa katika Kristo ni kitu kilifanyika kabla hatuja kuja. Kabla hatuja kuwa mbegu, tulikuwa ametuchagua. Na ndio unaona katika kitabu cha Yohana 15:16 inasema sio nyinyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua ili muende na msae matunda na matunda yenu yadumu. Unaona sasa? Hapa tulichaguliwa kabla hatujaumbika. Kabla hatuja kuweko. Na alituchagua kwa nia moja. Maandiko inasema alituchagua tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Unaona? Hatuna hatia mbele za Bwana katika pendo, sababu tumechaguliwa. Hatuna dhambi, haionekani. Ikawa kuna vitu tunafanya na sinatuletea consequences ambazo si mapenzi ya Mungu, lakini hatuna dhambi. Kwa maana tulichaguliwa na tukaoshwa ili tuwe watakatifu mbele za Bwana katika pendo. Mstari wa 5 unatufunulia nini? Mstari wa 5 unasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, sawa sawa na urithi wa mapenzi yake. Yaani alitupenda akasababisha vile tutakuwa watoto wake, ni njia katika Kristo Yesu. Unaona? Njia Yesu sisi kuwa watoto wake ni njia katika Kristo Yesu. Na hapa ndipo nimesema mausia yetu ya leo. Ingekuwa Daudi amesimama hapa leo, angetuambia mjue Yesu Kristo vizuri na nia yake ili ufanikiwe. Na hivi ndivyo nimekuja kukuambia. Wakristo tunahitaji tujue Yesu Kristo vizuri na tuangalie desturi zake na njia zake na jinsi ya utendaji wake, na pia tusikize vile anavyotuongoza, sababu ako pamoja na sisi siku ya leo. Maandiko inasema mahali 2 au 3 waliko kwa nia ya ibada, Yesu huwa katikati yao. Kwa hivyo tukiwa tuko na nia nzuri, Kristo hajawahi tuacha sababu ya ile nia. Ibada hii Kristo atakuweko sababu ya ile nia. Na kwa hivyo tukikusanyika kufanya ibada na hatuna ile nia, ibada hiyo itakuwa na challenge. Jina la Bwana liinuliwe. Mstari wa 6 inasema hivi: na usifiwe utukufu wa neema yake, ambaye tuneemisha katika huyo mpendwa. Unaona? Tumeneemishwa. Unaona? Suleiman anaambiwa tunza kusiendea njia za Bwana, sababu ni sheria. Hapa tumeambiwa tumeneemishwa. Ambia jirani neema. Kwa hivyo tutumie hiyo neema kumjua Kristo. Tutumie hiyo neema kutafuta njia za Kristo. Lakini hawa waliambiwa watunze njia za Bwana, sheria za Bwana. Lakini sisi we are chosen a holy nation for worship. Tumechaguliwa kwa ajili ya ibada. Tu watakatifu. Hatukujifanya watakatifu, tumefanywa watakatifu kupitia Kristo Yesu. Tumefanywa ili tulete ibada. Na kwa hivyo lazima tuombe kuwa na nia, tusaidiwe na Roho Mtakatifu kuwa na nia, na tufungulie Roho Mtakatifu nafasi ya kutufundisha. Kitabu cha Yohana 14:26b inasema atakapokuja huyo msaidizi atatufundisha na atatukumbusha. Ni nini anatukumbusha? Nia ya Kristo kwetu. Roho atatukumbusha. Na ni nini anatufundisha? Njia za Kristo ambazo tunastahili kusiendea, sababu Christ is the center of our salvation.
hivyo kisasi hiki, jueni Kristo. Tutamani kumjua Kristo. Tutafute kumjua Kristo na njia zake. Hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Mstari wa 6 umetuonesha tumechaguliwa katika neema. Mstari wa 7 nayo inasema katika yeye huyo. Unaona, katika yeye huyo, sio nje ya huyo, katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo tuna msamaha wa dhambi. Haleluya. Tumeoshwa kwa damu. Katika Kristo Yesu tuko hai. Katika Kristo Yesu hatukufi. Katika Kristo Yesu tumeshinda. Katika Kristo Yesu tutaenda mbele. Katika Kristo Yesu tutafanikiwa. Katika Kristo Yesu tutatajirika. Suleimani nafikiri alikuwa na kazi nzito sana ya kukaa na wanasheria kila siku kikao wakimkumbusha ili apate kuzitunza. Sisi tuko na roho wa Mungu usiku, anatupea ndoto. Tunapoamka ananena dhamiri zetu, tukiomba anatuambia kumbuka utubu kwa sababu ya ile. Yaani roho anatusaidia 24/7. Lakini Suleimani alikuwa analala kwake peke yake. Inafika kesho, siku ile anaenda kukutana na wanasheria ili wamfundishe ili apate kuzitunza. Imagine. Lakini kwa sababu sisi ni kisasi cha neema, neema inachemuka ndani yetu, na neema inatusaidia kuacha mabaya na kuendea mazuri. Sio sababu tunayajua, ila ni kwa sababu tuna neema ya kutuongoza, ambayo imefanyiwa kazi kwa damu ya msalaba. Yaani tumepata masamaha ya dhambi ili tusiweze kuhusika kamwe na machukizo. Kwa hivyo hapa kile kinahitajika Mkristo ni kumjua Yesu vizuri na kuwa na nia ya kumwendea Yesu na kuwa na mkutano na Yesu kila siku. Yesu awe katikati ya mawazo yako na katikati ya kutenda kwako na katikati ya kutembea kwako. Mfikiri Kristo, sababu huyo ndiye masamaha yako, huyo ndiye maisha yako, huyo ndiye ushindi wako, huyo ndiye ukombozi wako. Lakini Suleimani ilimbidi achunge sheria sana. Sheria za Bwana. Sisi tunahitaji tuchunge Kristo ndani yetu. Kristo akae ndani yangu nami ndani yake. Unajua? Mstari wa 8 unasema hivi, naye alitusidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Napenda hiyo. Hekima na ujuzi. Kwa hivyo Wakristo ni watu wenye hekima na ujuzi. Sijui kama hekima hii kiangaliwa itaonekana, na sijui kama ujuzi huu ukiangaliwa utaonekana. Na unajua huwa tunapoteza ujuzi kwa nini? Tunapoteza ujuzi kwa sababu ya kuwa na moyo mgumu, ama ile wanaita kichwa ngumu Kiswahili. Kuna mtu anafanya vitu kwa kibua, kwa uamuzi wake, aonei haya Kristo Yesu aliyemwokoa, na aonei haya kiongozi wake. Anaamua atafanya, na ukichwa ngumu anafanya kitu kinyume. Lakini Mkristo anastahili kuonekana kila siku na hekima na ujuzi, yaani maarifa. Mstari wa 9 inasema hivi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake. Angalia, siri ya mapenzi yake Kristo Yesu. Na kwa hivyo kama hujajulishwa siri ya mapenzi yake, omba, atakujulisha. Jenga uhusiano wako na yeye, atakujulisha siri ya mapenzi. Haleluya, siri ya mapenzi. Katika kitabu cha Warumi 12:2 anatuambia tuachane na system za dunia ili aweke hiyo siri kwa mawazo ikae ndani yetu. Unaona? It is about commitment. Kujielekeza katikati ya neema. Yaani umebeba neema na unatembea nayo ndani ya Kristo Yesu. Matokeo unakuwa mtu mwenye maarifa, mtu mwenye hekima na mtu mwenye ufahamu. Unaona? Mstari wa 10 nasema hivi, yaani kulete madaraka ya wakati mkamilifu, utajumulisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani
pia naam katika yeye huyo. Unaona, vitu vya mbinguni katika Kristo na vitu vya duniani katika Kristo. Kwa hivyo ukipungukiwa na vitu vya duniani, mtafute Kristo. Ukipungukiwa na vitu vya mbinguni, mtafute Kristo. Sina kipawa chochote, nimekuwa tu katika nyumba ya Bwana, mtafute Kristo, utapata kipawa. Na ni vizuri kila Mkristo afahamu kwamba kuna nafasi ya yeye kuwa na kipawa fulani ambacho kitamfusha katika mipangilio yote ambayo anapewa na Roho wa Bwana katika majukumu ya wito wake. Wito wa mtu unakuwa mtamu sana wakati ule ako na kipawa na kipawa kinafanya kazi ndani yake. Na ni rahisi sana kudhihirisha wito wa Mungu ukiwa na kipawa. Bwana Yesu ainuliwe. Na ni vingumu sana kudhihirisha wito wa Kristo ndani yako ukiwa una kipawa. Utafanya kazi kubwa sana ndiposa udhihirishe, lakini ukiwa na kipawa utafanya kazi rahisi sana ndiposa udhihirishe kuwa umeitwa. Bwana Yesu ainuliwe. 11 inasema hivi: na ndani yake sisi nasi tulifanyiwa urithi. Tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali. Angalia hiyo, tulifanywa urithi huku tukichaguliwa tangu awali. Kwa hivyo hii safari unaenda na Yesu si ya leo, hata haijaanza tumboni ya mama yako, ilikuwa imeanza kabla hujasaliwa, ilikuwa imeanza. Tatizo ni kwamba huko umefahamu ama mama yako hakufahamu, lakini safari ilikuwa imeanza. Unaona? Na kuna urithi, tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Yeye hufanya mambo yote kwa shauri ya mapenzi yake. Huyo unaona akitumika kwa njia fulani, hivyo ndivyo ameitwa, na hivyo ndivyo ameneemishwa, na uwezi kuwa yeye. Na ni vizuri sana ufahamu kwamba wewe uwezi kuwa mimi, mimi siwezi kuwa wewe. Na nilikuwa nikifunza hapa siku ya Tuesday, niliambia watumishi wa Mungu usitamani kuwa mimi, sababu kuna wewe. Na sasa ile unatamani kuwa mimi, jiuliza wewe utaenda wapi, sababu kuna wewe na kuna mpangilio wa wewe kabisa. Kwa hivyo jipende na upende kuwa wewe, na ufungue ukurasa wa kutembea na Kristo ili utokee wewe. Sababu wewe ukitokea, kuna umuhimu mkubwa wa wewe kuumbwa na kukua duniani. Kama vile kuna umuhimu mkubwa wa mimi kuwa na kuumbwa na kuhifadhiwa na kupewa kazi hii, pia wewe kuna umuhimu. Na ni vizuri hapa kila mtu ajikubali, arudi ajitambue. Mimi na Kristo nina umuhimu. Mtu anaweza kusema hivyo, mimi na Kristo kuna umuhimu mkubwa. Jifahamu na ujitambue, tena ujipe nafasi ya kuwa wewe. Siku yoyote ya maisha yako usitamani kuwa mtu mwingine, sababu hata unapotamani hutawahi kuwa yeye. Kile kiko utabaki hapo katikati umechanganyikiwa. Haukui yule na ukui wewe, utakuwa kitu kingine hapo katikati ambacho sikijui jina yake. Sema, naomba Kristo unisaidie niwe mimi na nitokee mimi katika Kristo. Unajua, tarumbeta itakapopigwa, kazi za mtu na kusudi ile ilifanya okolewe na kuletwa duniani sitasimama mbele yake. Katika kitabu cha Revelation 22 kuanzia hapo 10 kuteremka mpaka 12 ndio inasema hivyo, kwamba hizo kazi zitasimama. Na ni mshangao kwamba ulipoteza jukumu yako ama ulijipoteza wewe ukajifanya mtu mwingine. Kwa hivyo katika siku zote ambazo tutaendelea hapa kuhubiri na wahubiri wote ambao watasaliwa chini ya hii neema, sidhani kwamba kuna mhubiri ataenda kuhubiri kama mimi, lakini natarajia kuona mhubiri anahubiri kama yeye, akibeba neema yake katika Kristo, sababu yeye atabaki yeye na hatawahi kuwa mimi. Hata akijifanya mimi hatawahi kuwa mimi. Hatuwezi.
Imagine Mungu alifanya kazi yote isiyo na mabadiliko, haiwezi challengeka. Tunaweza kuchallenge yule fundi alijenga nyumba hii, lakini hatuwezi challenge kazi yote ya Mungu. Na kuna hii kitu ya watu kujikubali. Nataka kutoka leo ujikubali na uanze kujituma. Hakuna mtu ameumbwa na sura kama yako. Wewe ni special katika Kristo Yesu. Na ni vizuri wewe ukiconfess hivyo. Mimi ni mtu mashuhuri katika Kristo Yesu. Kwa sura wewe ni mashuhuri. Kwa nia katika Kristo wewe ni mashuhuri. Kwa utendaji katika Kristo wewe ni mashuhuri. Kwa kuchaguliwa na Mungu katika Kristo wewe ni mashuhuri. Haufananishwi. Bwana Yesu ainuliwe. Kama vile Mungu asivyoweza kufananishwa, ndivyo watu wasivyoweza kufananishwa. Angalia Biblia inatabiri kwamba kutakuja mwingine ambaye ni Elijah. Alipokuja hawakuwa kabisa na mfano kama Elijah. Elijah aliishi akikula nyama na mikate, hata aliletewa na kunguru. Lakini Yohana Mbatizaji alipokuja hakukula nyama na mkate, alikula sige. Imagine. Halafu unasema atakuja. Ni kweli ile kitu ilikuwa inamaanisha ni the spirit, kujituma. Sababu Elijah alikuwa mtu wa kujituma katika Mungu. Naye Yohana alikuwa mtu wa kujituma. Unaona sasa? Lakini kabisa hawakufanana. Hata mafasi. Elijah alikuwa na mafasi. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Wafalme, alipoenda kuita Elisha alimtupia nguo yake ya juu. Yohana hakuwa na nguo, alikuwa anavaa gosi. Unaona? Hawafanani. Hautafanana na mtu, hautafanana na dada yako, hautafanana na ndugu yako. Unahitajika ufanane na Yesu. Ambia jirani unahitajika ufanane na Yesu. Ni vizuri kila Mkristo afahamu kwamba ana jukumu la kufanana na Kristo. Na njia ile Kristo anamuelekeza anielekezi hivyo. Na kwa hivyo sisi wote tunapokutana tu watu mashuhuri, sababu tunaelekezwa na Kristo na njia tofauti. Bwana Yesu ainuliwe. Mimi ananitumia kwa neema hii, unakutumia kwa neema ile, unaongea kwa neema hii. Kuna mtu anainua mkono kwa neema hii, yule mwingine. Sisi wote ni mashuhuri katika Kristo Yesu. Jifahamu katika Kristo, jitunze katika Kristo, jipende katika Kristo. Wewe ni mtu mashuhuri katika Kristo Yesu. Tuko pamoja? Tuko mstari wa tuangalia wa 11. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa, hiyo tumesoma. Part B yake inasema ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Haya, twende 12. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa, underline there, ya utukufu wake. Sifa ya utukufu wake. Ni vizuri sana mtu awe na sifa nzuri akiwa katika Kristo Yesu. Sababu Kristo Yesu anamtumia na njia ya kipekee, na kwa hivyo kutakuwa na sifa katika utukufu wake. Bwana Yesu ainuliwe. Kutakuwa na sifa katika utukufu wa Kristo Yesu. Unajua maajabu ni kwamba sisi wote tuko na macho. Kanisa letu limebarikiwa, bado hatujapata kipofu, na akikuja ni sawa tu, tutakuwa na yeye na tutampenda. Na hatuja kuwa na kiwete na tumebarikiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Na hii kanisa ni kanisa ambayo Kristo anatarajia kubwa sana. Sababu angalia watu wote wenye afya. Lakini nataka kukuambia, mimi kama mchungaji wako, si mara moja na si mara mbili nimesurutisha watu kufanya jambo ambalo Mungu anataka, na matokeo ikikuja hata wengine wakujai kuniambia asante. Bwana Yesu ainuliwe. Maandiko inasema Yohana 14:26 part B, na huyo msaidizi atakapokuja atatufundisha na atatukumbusha. Kwa hivyo jamaa hakuwa na masikio ya kusikia. Kuna upepo wa mazuri uko kwenye anga yake. So ilibidi mwenye kusikia msurutishe. Na hii ndio imekuwa tabia ya watu wengi. Bwana Yesu ainuliwe. Tatizo ni lipi? Tatizo ni kuwa nia haijajengwa katika Kristo. Nia. Halo? Nia haijajengwa katika Kristo.
Ni vizuri ujenge nia yako katika Kristo, sababu ukijenga nia katika Kristo, basi uhusiano wako na Yesu utakujulisha kile ambacho anaenda kufanya kesho na kile ambacho anaenda kufanya na maisha yako. Na unajua kama kuna ukurasa ambao unafurahisha wa Kristo sana sana, si vipawa. Mkristo atapewa kipawa na haudumu na ni kitu ya ajabu, naende nyumbani akiwa tu anasikia uzuri moyoni, lakini hata wewe niambia asante. Lakini Mkristo akipewa kasi, akipewa pesa nzuri, akipewa kashamba, akipewa kagari, hapo utasikia anashukuru na anasema pastor ubarikiwe na uishi sana. Haleluya. Kwa nini nia ya mwili, nia ya vitu inakuwa na nguvu kuliko nia ya vitu vya kirohoni? Na Biblia hapa imetuambia tumepewa baraka zote za ulimwengu wa roho. Baraka zote za ulimwengu wa roho. Mbona hatufurahii baraka za ulimwengu wa roho kama vile tunavyofurahia baraka za ulimwengu tunaoishi? Ama unasema hiyo itakuja, itajilete, hii ndio tuko. Haleluya. Bwana Mungu atusaidie. Si Mungu anisaidie? Nasema Mungu anisaidie mimi. Yaani mimi nawaambia Pastor Peter, Mungu anisaidie. Bwana Mungu akubariki na kutende mema. Mstari wa 15 inasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Unaona, wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri. Sikia hapo, muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Unajua Roho alikuwa ni ahadi kwamba mtampokea atakapokuja. Na alipokuja alituweka muhuri kwamba tumeokolewa na tumekombolewa na turudi nyuma. Jumapili iliyopita nikifunza niliambia watu ikiwa umeokoka, usifikirie kuna kitu utafanya urudi nyuma. Si niliwafunza hiyo hapa? Kile utafanya kiofu utapitia kwanza kwenye hiyo uofu, lakini kwa Mungu hautoki. Usijanganye, kwa Mungu utatoka. Ukisha ingia kwa Mungu umeingia. Kuna watu wanahubiria watu kwamba kuna backslider. It's not easy to be backslider through this sacrifice, blood of Jesus. What you will do, utaenda ujichanganye na mambo yako. Alafu kwanza sikuje, sikufikishe nduru. Sikikufikisha nduru, ukumbuke ule Mungu umuite, uanze kuita Yesu. Hata kama utakufa ukiwa umemrudia. Hata kama utakuwa na mchungaji. Hakuna aliyeokoka ambaye atafika mbinguni. Kwa hivyo sasa tupige mbio kuhubiria wale hawajaokoka waokoke. Bwana Yesu ainuliwe. Na ndio naharakisha kuwafundisha ya kwamba wewe ni mtumishi na unastahili kutumika kwa nia gani. Sababu ni vizuri ujuange, ndiposa siku ile utaendea njia zako za ujuaji, uendee ukiwa unajua. Sababu kutaendea na hiyo ujuaji itai kukoroga, utawahi rudi kwa Yesu. Na unaweza kurudi pia God commanding. Hakuna mtu niliyehubiria aliokoka, niliyepeleka mtoni nimebatiza ambaye hata ingia ufalmeni. Wataingia. Sababu hii inasema hivi, 12 part B, imesema 13 part B inasema, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Mmekwisha muamini na mmekwisha tiwa muhuri. Enda mahali unataka kwenda. Hiyo ndio unafikiria, enda uifanye ndio umalisiwe urudi. Kuna wengine watarudi wakiwa na upangu umemkata, akiwa na kirema. Sasa utamwabudu vizuri ukiwa umetulia na hiyo kirema. By the way, unajua wakati watu wanakuja kwa Mungu wakiwa na kirema wanatua watulivu na watiifu kuliko watu wenye afya. Kwa hivyo kwa sababu umebarikiwa ukiwa mwenye afya na unatafuta kirema, wewe tafuta, sitakusuia, sababu utakipata na utakirudi ukiwa mzuri sana kuliko pale mwanzo. Kuna mtu alienda kujinyonga. Na saa ile kameumana kabisa, saa ile ako karibu kukatika, kukapatikana msaada wa mtu akakata hiyo kakamba na akamwacha hapo chini. Saa ile alijisikia, akajiuliza anafanya nini?
akaona kakamba, akatoa. Alitoka hapo mbio, boma yao ilikuwa hapo karibu, akapita boma yao, akaruka ya jirani, akaruka akaenda mpaka uwanja wa shule. Sasa akafuatwa huko, kuulizwa nini? Akasema nilikuwa natorokea kifo. Bwana Yesu ainuliwe. Alikuwa anatorokea unajua alikuwa anakitafuta Saili, hakuwa amekijua, lakini Saili alikijua. Alipiga mbio mpaka uwanja wa shule. Na hiyo spiritual inamaanisha ako tayari kufundishwa ili aishi. Haleluya. Watu wale wanaita kifo ni sababu wakijui, wakionjeshwa. Kama kifo ingekuwa inakuja na subject ya kuonja alafu nini, watu wangekuwa smart sana. Wamesha akionja, wangekuwa smart sana. Bwana Yesu ainuliwe. Ni muhimu sana ufahamu kwamba Mungu amekuumba katika maumbile ambayo hayana kasoro kabisa. Kasoro ambazo uko nazo zinatokana na hisia mbaya nje ya Kristo. Lakini ukiwa na hisia katika Kristo, utajifahamu, utajipenda, utajiheshimu, utaishi siku mingi. Kristo amefanya kazi yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho ya urembo wetu wa ndani na nje, ya kufanikiwa kwetu kwa duniani na mbinguni. Unaona sasa? Hakuna kizuizi cha sisi tusifanikiwe, hakuna kizuizi cha sisi tusiendelee. Ni mawazo yetu, ni nia zetu mbaya. Si Mungu atusaidie tuwe na nia nzuri. Mstari wa mwisho unasema hivi: ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Bwana Yesu ainuliwe. Kristo ana nia ya kumalizia na wewe. Ana nia na kuwa na finishing nzuri na wewe. Na kusii Mkristo, sikupembelezi nikikuambia mtii Mungu. Ninakuambia chagua kumtii Mungu. Na usipochagua kumtii Mungu, hakuna shida, utawahi chagua wakati wako. Sababu hicho unachagua kitakuonesha matunda yake. Ukichagua kumtii Kristo, kumtii Mungu katika Kristo na kutembea na Kristo na kuwa na nia, kuabudu kwa nia, utaona matunda. Na usipochagua kuabudu na nia, utaona matunda pia. Utaona matunda. Si mara moja nimekataza mtoto wangu wa kiroho, usiende hiyo njia, Mungu afurahi, usiende, na anaenda. Finally huwa wanarudi, hata watakangi tuongelee hiyo. Hawatakangi tuongelee hiyo, sababu kimemlamba, amelambika na hataki hiyo subject. Moyoni mwake ametubu na amejiita mkutano, sitawahi endea hiyo njia, lakini anasema hivyo wakati ule kimemlamba. Bwana Yesu ainuliwe. Uko hapa ili ufundishwe, ufanikiwe. Hauyuko hapa ili ukanyangwe na maisha, ni ili ukanyange maisha. Jina la Bwana liinuliwe. So inua mkono wako nikuombee. Mtakatifu, ni asante kwa wema wako na kwa fadhili zako na kwa upendo wako. Na wapeana mbele zako Kristo, nikitangaza kwamba kutakuwa na msaada wa Roho Mtakatifu ili wafahamu ya kwamba Kristo ana nia nzuri ndani yao. Ndani yetu Kristo ana nia nzuri, na Kristo ana mpango mzuri na sisi, na kwamba anataka tuweze kuwa na vitu vya mbinguni na vya duniani, na tuweze kufanikiwa. Tufanye utukufu kwa jina lake, ili ufalme wa Mungu upate kutukuzwa. Nimewaombea neema hii ya Roho Mtakatifu na nia nzuri na msaada wa nguvu za Bwana uwe juu yao, kwa jina la Yesu naomba.